Bana, kama kawaida, kama ada, hii ni Nyundo TV na hii hapa ni exclusive interview na mtu mmoja anaitwa Given Kalumba. Kama unavyoona muonekano wake, style ya nywele, style ya ndevu, anafanana kabisa light na marehemu Steven Kanumba. Amefika kwenye jambo la tafrija faraja ya tasnia leo kuja kukumbuka marehemu ambao walikuwa wanafanya shughuli nyingi, wanafanya shughuli nzuri katika tasnia hii Bongo Flava, tasnia ya movie. Leo walikuwa wanakumbuka na kufanywa dua nzito, dua nzuri ili huko waliko waweze kupumzika kwa amani. Bana, mambo vipi? Faraja ya tasnia nimkaribishe brother alichofanya ni hii kanzu. Hii umedesign mwenyewe au imekuaje? Design mwenyewe kabisa. Niko mapenzi kabisa kwa marehemu Steven Kanumba. Mapenzi manake inahitaji kuonyesha watu kama marehemu Steven Kanumba kimwili faraja ya tasnia lakini kiroho kwamba tumedesign hivi Kanumba hajafa kwa sababu tuna mapenzi makubwa na Steven, au kwa sababu tunapenda na sisi tunafanya kazi ya kuigiza ndio maana tunamna, kwa sababu tuna mapenzi makubwa sana na Steven na kazi yake alikuwa anakifanya ilikuwa inatufurahisha sana, ilikuwa inatufurahisha sana, ndio maana umeona tumeandika hivi, kwa sababu ni mtu mwenyewe, msanii mwenyewe mkali, alikuwa kimataifa zaidi na hata nje ya nchi Kongo ndio msanii mkali tunafahamu zaidi Kongo. Tumeona tumeandika kama vile Kanumba Jaffa. Wewe ni msanii kutoka Kongo, na umesafiri umbali mrefu kutoka Kongo mpaka kufika Tanzania kwenye jambo la faraja kwa tasnia. Maneno yako ni yapi? Maneno mazuri kwa industry ya movie na unavyoiona sasa hivi, yupo mtu ambaye anaweza kavaa viatu vya marehemu? Mimi kwanza ndio shida langu mimi nilo. Unajua sisi tunauliza mbona huko Tanzania wasanii wanabaki ama wabaki? Ona. Lakini nimekuja hapa nimekuta wasanii wapo. Sasa tunajiulizia vipi? Maana ni marehemu Kanumba peke yake ndio alikuwa anafanya kazi za Tanzania, walijua huko nje nchi. Ona, sijui kama Kiswahili changu unakielewa. Nakuelewa vizuri. Maana inakuwa kama vile kama yeye ndiye alikuwa peke yake mgizari hapa. Na hapo nimekuta wasanii wapo wengi sana. Huko Kongo tujasikia kazi yoyote tangu ile alifanya. Mpaka leo toka alifariki mwaka 2010 mpaka leo kazi yoyote tujasikia. Kuna mtu anaitwa Jacob Steven, kuna Vincent Kigosi. Kina Vincent Kigosi tunamfahamu muda ule, lakini kwa sasa bado tujamsikia. Tujui kama anaendelea kufanya kazi wala no. Marehemu Steven Chaza aliwahi kufika Kongo? Alifika sijui Bukavu, lakini sema mimi napoishi Lubumbashi bado. Ulishawahi kukutana naye live kwa Instagram? I know. Kwanza sisi tunalia sana kwa Lubumbashi, kwa nini mpaka hivi hapa hajafika bado? Ndio maana hapo tunahitaji hata kwa mama yake lazima afike kwanza Lubumbashi, kwanza watu wamuone, wafurahi naye kisha walikuwa na kufurahi na marehemu mwanae. Wakati umekaa pale nyuma yako alikuwa mama wa Steven Kanumba. Neno gani alikwambia baada ya kukuona leo? Mama kafurahi sana. Alikuwa kama vile kashikia kama vile pressure. Unaona? Lakini kama mama na kupa pongezi na kuambia yani kaza moyo. Kaza moyo. Lakini na mimi niliona kama vile mwanao. Na tutakuwa na wewe kwa bega shukrani na wasiwasi wote. Ulipofika hapa hamna msanii wote wa Kitanzania alikwambia umefanana sana na marehemu Steven Chaza. Kama yupo ni nani? Wako wengi sana, wakina Jacqueline, wako wengi sana. Wako wengi sana, shida ni mpakani. Wakina wakada Sarengo waliongea. Tutarajie kuona kwenye kazi za Bongo Movie au kwenye tamthilia ambazo zinatamba sasa hivi, au bado ndio katika mipango ya kuweza kuingia ili kuweza kufanya movie ya Bongo? Kwa sasa na mpango huu, lakini mpango mkubwa mwenye nao wa kufanya kazi na mama Kanumba hapa kwa ila hapa Tanzania na subiri wanani manake
inawezekana, na imani wasanii wa Tanzania ni watu ambao wana upendo, Watanzania watu ambao wamejaliwa ukarimu, na imani utafanya kazi na unafanya kazi vizuri kabisa katika kiwanda cha Bongo Movie hapa kwetu. Yeah, nashukuru sana. Shukrani, karibu sana. Haya, asante. Kwa fresh. Asante DJ. Kwa maelekezo nimepewa, naomba wasanii wote kwenye kiwanda cha Bongo Movie pamoja na Bongo Flava, watu wote tunaomba tuje huku, wasanii wote